Sana katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian Judith pamoja na Morandi Charles Abel na Faustin, tukiwa tunazungumza yalojiri katika kurasa za mwisho. Na leo hii basi timu ya Taifa Stars ipo pale Cairo, Misri, inacheza na timu ya Kuwait katika mechi ya kirafiki ya kimataifa ya FIFA. Na kama hiyo haitoshi, JKT Queens leo hii wapo mji kidogo nje ya Cairo pale Ismailia, wanataraji kucheza mechi yao ya mwisho ya makundi dhidi ya TP Mazembe. Tunaitakia heri ifike katika hatua nyingine. Tutafanya mahesabu hapa, lakini inacheza muda mmoja, saa 1 usiku. Taifa Stars akiwa yuko Cairo, yeye yuko Ismailia, wanacheza na TP Mazembe. Leo hii Taifa Stars anacheza katika uwanja wa Al Salam pale Cairo dhidi ya timu ya Kuwait. Ni mechi nyingine tena. Mechi ya kwanza tulijiuliza dhidi ya Iran ya FIFA. Leo hii tunacheza tena katika mechi nyingine chini ya kocha Miguel Gamondi. Benchi jipya lote la ufundi. Ndio mechi ya kwanza ya Gamondi tangu amekabidhiwa timu. Na leo ndio itakuwa mechi yake ya kwanza. Mechi yake ya kwanza. Ni mwendelezo mzuri kwa sababu timu inaanza kujiandaa kwa ajili ya michezo ya AFCON ambayo inaanza Disemba. Teki yako ni nini, Charles? Kipimo cha mwisho. Hichi ni kipimo, hatuna kingine tena. Stage inayofuata ni AFCON. Pengine labda tunaweza kucheza mechi moja au mbili pia za kujipangia wenyewe. Lakini hiki ni kipimo kikubwa kwa sababu Kuwait ukiangalia kwenye ranking za FIFA wametuacha. Okay, tutarudi kwako Charles. Faustin? Siko mbali sana na Charles. Ni mashindano ambayo kwanza yatampa picha kamili Miguel Gamondi mchezo. Yes, mchezo wa leo, yani juu ya kikosi chake, na hiyo itampa fursa ya kuona nini anatakiwa akifanye kuelekea kwenye mashindano ya AFCON. Naamini TFF wanaweza wakatafuta mchezo mwingine wowote hapo wa kirafiki, kwa sababu mashindano ya AFCON Desemba, na sasa hivi tuko Desemba nafikiri kwenye tarehe 20 hivi 21 anaanza. Kwa hiyo itakuwa vizuri kama tukipata mchezo mwingine hapa, hata kama hautokuwa kwenye kalenda za FIFA, bado kumpa nafasi Gamondi ya kuendelea kukiweka vizuri kikosi chake. Yes. JKT Queens tulisema tuangalia mahesabu kwa haraka kabla tujanani. Gazeti la Mwana Sports linasema JKT Queens kanyaga twende. Kwa pointi zile alizonazo JKT, Judith, alishashinda mchezo wake uliopita. Hivi alishinda alisare? Alishinda moja. Alisare. Hapana, kushinda sana. Katika dakika za jioni ilikuwa dakika mimi niliona mpira umeisha. Kuna penalty pale. Kwa hiyo wana pointi hizi mbili. Kwa hiyo ni ushindi ni muhimu. Leo ni kanyaga twende. Tunaingia kwenye calculator. Kwa akishinda kuna vidole kwa hesabu vidole. Akishinda moja kwa moja. Hamna vidole. Kwa akishinda amequalify. TP Mazembe na pointi 3. Okay. JKT akishinda leo anakuwa na 5. Wanamwacha Mazembe kwa sababu wale US Pass washaenda. US Pass ile ya Mali pamoja na wale wacheza na JKT mechi ya kwanza, mmoja na pointi Gaborone na pointi 1. Na wacheza naye jana ASEC wajuzi. Na ASEC na pointi 1. Amepoteza ana pointi. ASEC leo anacheza. ASEC na pointi 4. ASEC anamaliza na Gaborone leo. Okay, tutarudi kwako. Mambo hayajakaa sawa Charles. Kwa hiyo namna ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni kanyaga twende na mechi hiyo. Ni kama hesabu ndivyo alivyosema Charles kwamba wengine wana pointi 4 ASEC hapo Mazembe wana pointi 3. Ina maana Stars lazima ashinde. JKT lazima ashinde. Ina maana kama Mazembe akishinda naye atakuwa na pointi 6. ASEC akishinda mechi yake ya mwisho nayo atakuwa na pointi 7. Kundi linaanza kuwa ni gumu kidogo.
kundi linaanza kuwa gumu. Haya, katika gazeti la Mwana Sports, JKT Queens kanyaga twende, kama ambavyo tumeweza kushuhudia. Mastaa kazi wanayo, Kamara akubali yaishe, Pantevo atoa msimamo katika gazeti hili la Mwana Sports. Kamara hali yake iko vipi, Morandi? Yani Kamara kwa mujibu ambao taarifa zilizopo kwamba yani kwamba leo hii kama sikosea anasafiri anakwenda Morocco kwa ajili ya kufanyia operation ndogo, operation ya goti. Kwa nafikiri hiyo operation yake huenda akamchukulia muda mrefu kukaa nje. Sikosea kama kuanzia wiki 7 mpaka wiki 8 huenda akakaa nje kwa ajili ya matibabu. Na hata hizo wiki 7 mpaka 8 ndio sio kwa ajili ya kukaa nje, mwisho siku lazima kwanza aanze mazoezi mepesi mdogo taratibu na baadaye afanyaje aanze ya peke yake mazoezi. Baada hapo ataanza kufanya mazoezi ya timu, baadaye kwa ajili ya mechi. Kwa sidhani kama sidhani hata kwenye mpaka msimu ujao kwenye mpaka kufikia Januari anaweza akacheza. Hapana, nafikiri labda kuanzia labda February ndo anaweza akawa labda fit kwa 100% kwa ajili ya kucheza. Lakini kwa sasa hivi useme kuanzia hii hapa tunamalizia Novemba kwenda Disemba, sidhani kama atakuwa tayari. Kwa nafikiri kuna muda kidogo mrefu wa kukaa nje. Kwa nafikiri kama hapo Simba nafikiri na nafikiri mpaka sijajua katika historia, lakini nafikiri mwanzo kupana goma kuto kufanya ile operation. Yeye kwa na wasiwasi. Na of course sisi wengi sana huwa na wasiwasi kwenye operation. Lakini sasa mwisho siku kwa maana kwamba wanahisi kwamba wao ndio akakaa muda mrefu au kapoteza nafasi katika timu. Kwa nafikiri mpaka anachukua maamuzi yake kuchukua kwamba bwana niko tayari kufanyia operation. Nafikiri maamuzi ambayo naona sasa hii imeshindikana, bwana nifanyie operation. Kwa hiyo Simba inabidi waanze kujiandaa na Yakubu Suleiman kwenye hatua ya makundi. Ndio huyo atakuwa. Ndio huyo kama either ni huyo Yakubu, lakini sasa mwisho siku labda either itokee baadaye kwenye dirisha dogo kama wanaamua wao wasajili mchezaji mwingine kwa ajili ya kumsaidia na nane Yakubu, maana yake yote inaweza katokea. Uwezo ukakaa kumtegemea kipa namba moja kwa peke yake. Na hata ukiona kama Simba akina msajili Yakubu kwa ajili kumpa competition nani? Kumpa ushindani Kamara. Ushaona kwa hiyo mwisho siku na hii nafikiri hapo kuna uongozi wana kitu ambao wamekiona au wanakifanyia kazi kwa sasa hivi. Lazima apatikane kocha mwingine, kipa mwingine mwenye experience ya kucheza michuano ya kimataifa. Aliumia wakati ile mechi ya Yanga. Aliumia. Ndio mechi alitoka. Kama sikosei kwa mechi na Yanga. Ndio sio kabla mechi ya Yanga, mechi na Yanga nafikiri alijitonesha kama sikosei. Aliumia kutoka michuano kutoka msimu aliumia baada ya mechi ya Yanga. Mechi ya Gaborone ile ya marudiano hapa. Ndio aliumia. Ambayo ilisha kwa sare. Aliumia akatoka akaingia Yakubu. Lakini mimi sioni haja ya Simba kusajili kipa mpya. Wanatupa wanne. No, ukiondoa hivyo tu kwa sababu kama Kamara ni wiki 8, maana yake ni miezi miwili. Ukiangalia leo ni Novemba. Hakuna mechi tena, sidhani kama kutakuwa na mechi tena za ligi. Na kama zikiwepo ni 2 au 3, bado kuna AFCON inakuja. So kutakuwa na muda mrefu wa timu kukaa bila kucheza. Na nadhani kipindi cha miezi miwili kitatimia kwa sababu kitoka hapo tena kuna mapinduzi. Lakini sasa sidhani Chazi kutokana na hizo upanga upige hesabu zako, sidhani kwamba hizo wiki kwa sababu hatua ya makundi ni mechi 2 tu zinachezwa mwaka huu. Mechi nyingine zinaanza Machi mwakani. Lakini pia Yakubu sio mbaya. Mimi naona Simba waendelee tu. Ndio kipa namba 1 wa taifa. Sio yani shida sio mbaya Yakubu, ni mzuri. Shida kwamba kitokea for emergency kwa bahati mbaya na ikatokea kapata injury ama either ana kadi nyekundu au ana kadi sanjano. Yuko Abeli Molandi. Iko Abeli. Yani unajua ngoja unajua injury, majeraha mimi naamini majeraha ni kitu ambacho ni obvious kipo kwenye mpira. Yani sio kila majeraha utasajili. Haya, yani kwa mfano tunashumu Simba anasajili kipa mpya naye anaumia. Yani tunashumu hivyo. Anakuja anaumia kama alivyokuja yule Brazil wakati wako kempu. Alafu si wapo 4 wale. Maandalizi. Simba na makipa 4. 4 si mmoja wametoka mkopo. Yupo dogo yule ambaye amepandishwa. Alisalimu alishaachwa. So mchezaji wa Simba. Mimi nadhani kuna hali fani ya pressure viongozi wetu wanajipa wenyewe. Viongozi wa klabu zetu tunapotokea mchezaji ambao wanamwamini sana kwamba ndio atatubeba anapokuja kupata injury. Afu hiyo injury unajua kabisa huyu atachukua muda mrefu, miezi 2, miezi 3. Kuna pressure fani wanajipa wenyewe. Kwanza kutoamini wale waliokuepo, lakini pia kujistress katika mkataba kati ya yule mchezaji ambaye yuko injured na club. Kama alivyosema Abeli, ukiangalia ratiba jinsi ilivyo ya mashindano ya sasa hivi msimu huu, miezi 2 kwa Kamara kuwa nje
wala Simba hawatakiwi kuwa na pressure kwamba sasa huyu hayupo, maisha yataendaje, kwa sababu tungekuwa na zile mechi za back to back na mashindano makubwa labda tungeongea hivyo. Tuna AFCON inaanza hapa mwezi ujao, mwezi Disemba, Disemba naanza ile, tutakwenda nao mpaka Januari, mashindano yanamalizika. Simba michezo ya ligi itasimama, lakini pia mashindano ya klabu bingwa hatua ya makundi wanacheza mechi mbili tu kama sio moja. Baada ya hapo tunakutana Februari kwenye mechi za marudiano, kwenye mwendelezo wa mechi za hatua za makundi. Kwa hiyo kama ni Februari tayari tuna miezi miwili hapo na ushe. Taarifa za golikipa Kamala inasemekana angalau atakuwa nje kati ya wiki 8 mpaka wiki 10, yani miezi miwili mpaka miezi miwili na wiki mbili. Kwa hiyo ni pressure tu ambayo viongozi wa Simba wanajipa. Wangemwacha mchezaji akatibiwe, tayari wana magolikipa wengine ambao wanaweza wakachukua nafasi. Una golikipa namba 1 wa national team, unampa nafasi katika kipindi ambacho Kamala yuko nje, na hata yeye hatotumia mechi nyingi sana kabla ya Kamala kurudi. Labda niseme ipigwe kwake Kamala mwenyewe, kwa sababu kama timu yake ingekuwa qualify kwa ajili ya AFCON, maana angepoteza hiyo nafasi kwa sababu ni majeruhi. Lakini kwa Simba mimi sione kama kuna tatizo lolote. Ndio jina tunavuta yani hapo na of course yani uko sahihi Faust pamoja na Charles naungana na nyinyi wote. Kisa mwisho siku pointi mzunguka moja kwa sana na pressure ambayo iliyopo kwa viongozi na sio kwa viongozi, nafikiri hata kwa mashabiki. Yani hiyo pressure iliyopo either ingekuta kama timu ndogo ambayo timu kidogo ambayo haina wafuasi wengi, nachukua labda ambao labda ni Azam, Singida na timu nyingine, sawa. Hiyo haina shida, wa maki pengine wangecheza. Lakini navuta yani ile picha ni ile mfano mzuri kama itokee Yanga mfano. Kwa sasa hivi jinsi ilivyo kwa situation yake, kwamba Diala katoka kapata injury, anatoka nje labda kwa wiki kadhaa, na wale makipa of course ni wazuri, sikatai. Wote ni wazuri, lakini kama ile issue kwamba ni pressure itakayokuwepo kwa mashabiki pamoja na viongozi na mbele labda na mechi ngumu. Mulandi, kwani wewe umuamini Tanzania One au unahofia akiumia? Mimi ndio ndio hofu yangu. Mimi sina shida na Yakubu, hapana. Hiyo pressure ambayo anazungumza Mulandi, hiyo pressure ipo kwenye nini? Mimi ninachoona pressure wanajipa wao wenyewe. Ushaelewa? Wewe ukijipa mwenyewe pressure lazima utakuwa na woga, lakini pressure hiyo iko wapi? Hebu angalia ratiba ambazo zipo hapo katikati. Kuna mechi ngapi ambazo wanatakiwa wacheze? Hizo mechi zina ukubwa gani ambazo wanatakiwa wacheze? Kuna mashindano ya AFCON hapo katikati. Mwezi mzima. Desemba mpaka Januari. Kwa nini uwe na pressure? Sawa, atapata mechi nyingi. Kwa hiyo tena za nguvu. Tusamani turejee katika tupo tunajaribu kufuatilia ule msimamo wa JKT Queens. Ambao ni wa kundi B. ASEC Mimosa na pointi 4. Amecheza michezo miwili. TP Mazembe ana pointi 3. Alafu JKT Queens ana pointi 2. Na Gaborone na pointi 1. Mechi za leo sasa, ASEC na Gaborone, JKT Queens na TP Mazembe. Kwa hiyo unaweza ukafanya calculation zako hapo ukaweza kupata ni timu gani ambazo zinakwenda katika hatua inayofuata. Kwa JKT wabadilike. Kwenye huo ndo ukweli. Kwa namna ambavyo walicheza dhidi ya ASEC Mimosas, kama watacheza vile leo tutaishia kuomba dua tu. Unajua nimeona performance ambayo sikuvutiwa nayo sasa kabisa mechi na ASEC Mimosas. Ila ya kwanza angalau ya kwanza kidogo timu ilijaribu kucheza vizuri, lakini mechi na ASEC unaweza ukaona yani pressure ilionekana kuwa kubwa kwa JKT kuliko hata wale ASEC ambao walikuwa wako nyuma kwa goli moja. Yani baada ya JKT kutangulia kupata goli dakika 6 na dakika 6 nakumbuka Esther Maseke, timu nzima ilirudi nyuma. Na yani ikawa mipira inaitupa tu. Yani unajua ni kama timu ambayo ilikosa pateni, yani inacheza tu. Yani kama kila mtu anajaribu kuonesha uwezo wake. Na nadhani ilikuwa ni advantage kwa ASEC Mimosas. Ndio maana hata watu wanamlaumu yule beki kutoa ile penalty. Mimi binafsi siwezi, yani kidogo niko against nao kwa sababu ilikuwa yani kulikuwa kunaonekana dalili za wale ASEC kupata eza goli au penalty, kwa sababu muda mwingi walikuwa wanakuja afu mabeki, unajua Molande nadhani mchezaji mzuri sana anajua katika mpira kadri unavozuia sana unachoka. Yani unavozuia unachoka mwili na akili. Yani lazima utafanya makosa tu. Na ndio kilichotokea kwenye ile mechi. Kwa hiyo
Nadhani leo timu inatakiwa ibadilike sana, yani angalau watu wajue kutunza mpira, kwa sababu wanakutana na timu bora sana. TP Mazembe ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo nadhani benchi la ufundi Mwalimu Kesi, yani leo nadhani timu anatakiwa ibadilike, icheze, lakini ile style ya kusema unajilinda muda mrefu, sababu kwanza mechi ya leo inahitaji ushindi. Sasa ukisema unakaa nyuma ya of course hata mechi iliyopita nazungumzia Charles, mimi niliangalia, yani timu iko inacheza kwa pressure kubwa sana, yani mipira kupo, na mimi nimezoea kwamba JKT wanacheza sana mpira chini, lakini kashangaa mechi iliyopita wanatupa sana mpira kwa nani, kwa wale jamaa anabutua tu bwana, kasabu tupata goli ama ni vipi tayari bwana, sasa hivi tufanye tutakisha tufungwe kwa tupeke tu mpira mbele, wakati mwisho wa siku hajui kwamba ndo ile ndo mbaze, ni bora mkacheza, yani ni bora mkakaa na mpira mcheze mnyang'anyo kuliko ni kukaa kutupa mapelekeo kwa wapinzani na kuja kuwashambulia tena. Ndio kitu ambacho kilitokea kwa JKT. Yani wao mpira wanawapelekea wale maadui akichukua na pigana pasi wakuja golini kwao muda wote. Lakini baada ya kuchezea mpira tu, uje mkichezea mpira mwisho siku hata wapinzani ndio kama mnawachosha. Piga zile pasi unaondoka zile timu mpaka mfika kwenye lango la wapinzani, hata kama mkikosa goli. Wakiwa wanaanza kule kwao mnakuja kulinda tena mwisho siku. Lakini wao mwisho siku wanapelekea maadui afena mbele yuko mtu mmoja. Wanakuja katikati ya mashambulizi. Kwa hiyo nafikiri kama tukiza Chaze, nafikiri amezungumzia vizuri kiufundi kwamba kocha nafikiri kuna haja kuiangalia hilo swala la kiufundi, kwa maana kwamba timu icheze mpira, isibutwe mpira. Hata kama akipata goli, hata kama dakika za mwanzoni, waache ile pressure kwamba tutafungwa sisi ama tutasawazisha jamaa, tubutwe tu muda wote. Hapana, wacheze tu mpira tu mchezo ili wafanyaje, wachoshe wapinzani. TP Mazembe umeona inavyocheza? Mimi sijabahatika kuona mchezo wake. Mimi nimeona mechi ya kwanza. Na mimi Mazembe nimewaona Sio tu katika mizania, sio tu kwenye mashindano haya, lakini niliona pia hata kwenye kuna mashindano ya nyuma, kama ilikuwa ni mashindano ya nyuma. Sio timu ya kuibeza. Ni timu ambayo inacheza mpira. Yaani unacheza mpira, unaiona kabisa inavyoanza kucheza, inavyotengeneza mashambulizi yao kutoka nyuma kwenda mbele. Kama ambavyo wenzangu wametangulia kusema, umakini mkubwa sana unahitajika kwa JKT. Ingawa nilisoma sehemu wamemnukuu kocha sikumuelewa, mchezo uliopita anadai kwamba walipoteza mchezo baada ya wachezaji wake kuamua kurudi nyuma ku defense, kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakukitarajia. Lakini ukijaribu kuangalia wachezaji wenyewe wanaweza kaamua sasa tu defense, au ilikuwa maelekezo ya kwake tucheze mfumo huu au style hii hapa. Kwa hiyo kwa mechi hii ni mechi ya finali katika lile group kwangu mimi ninavyoona. Kwa jinsi ya points ambazo klabu wanazo, huu ndo mchezo wa finali kwenye group, kwa sababu Gaborone na ASEC ni kama vile ASEC tayari kashatanguliza mguu mmoja mbele, kwa maana sare tu yeye kwake amekwenda. Lakini kwenye JKT na TP Mazembe, mmoja wapo atakayeshinda amekwenda. Kwa JKT ni mbaya zaidi, kwa sababu TP Mazembe atakipata sare ana nafasi nzuri kama kule ASEC atakuwa ameshinda. Matokeo yote kule ayathiri mechi ya huko. Ayathiri mechi ya huko. Yaani kila mtu anatakiwa ashinde tu. Ingawa ASEC na nani akishinda, Gaborone akishinda. Gaborone akishinda anakuwa na pointi 4. Anakuwa na pointi 4. ASEC anaaga. Sio, unanielewa? Kwa sababu kama JKT akimfunga TP Mazembe, JKT afisha pointi 5. Sawa. ASEC akifungwa, ASEC anabaki na 4 zake. Na Gaborone ana 4 pia. Gaborone sasa anapita kwa sababu ya head to head. Head to head. Yaani matokeo baina hizo timu mbili. Okay, haya tusubiri saa 1 kamili jioni utaweza kushuhudia mchezo wa Taifa Stars saa 1 kamili na mchezo wa Queens, JKT Queens itakuja saa 1 kamili. Lakini pia katika gazeti la Mwana Sports kuna makala nyingi sana ikiwa imeandika gazeti hili, ikiwemo JKT dhidi ya Mazembe dakika 90 za kuamua. Mwandishi ameweza kuchambua, mwandishi Nevumba Abubakar ameweza kuchambua mechi hii pamoja na huo msimamo ambao upo kuelekea katika mchezo wa leo wa kuhitimisha hatua ya makundi. Pia kuna makala nyingine usikose, imeandikwa na Atim na Heka, si mchezo, Patev wapindua meza Sports Club. Kuna data nyingi ambazo zimewekwa zikimzungumzia Morris Soa, akiwa Soa kama Morris pamoja na Soa wakiwa ni super sub.
Alafu kuna makala nyingine inasema mpo Pacome ameanzia alipoishia. Na kumalizia makala ambayo naiona hapa ni ya nyuma pazia. Kulikuwa na Cameroon ya Eto'o, alafu kuna hii kichekesho. Sahihi. Ni baada ya mchezo wa jana. Labda mimi namuunga mkono. Maneno mbona kama ana hasira ndani yake. Mimi namuunga mkono sana. Wewe uliangalia mpira wa Kameruni na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? DR. Tuendelee. 100% mimi namuunga mkono. Yaani kama umeangalia ile mechi Tumwachie ndio utajua. Hata mimi namuunga mkono ise. Na sio mechi ile tu. Yaani Kameruni hata hizo mechi alizofuzu kwa mfano AFCON ukiangalia anavyocheza. Sijui. Yaani sijui huyo mwandishi mimi namuelewa. Huyu ni Edo Kumwembe. Na nilijua. Nitaka kusema huyo mwandishi ni mkongwe. Yaani mkongwe kwa maana amezifuatilia timu za Afrika zilipotoka, zilipo sasa hivi. Hakuna ubishi kwamba katika Afrika miamba ya soka kuitaja. Utoitoa Kameruni, ya kwanza. utoitoa Ghana, utoitoa Nigeria. Si ndio? Kwa nikizungumzia kwa sisi ngozi nyeusi kabisa. Hizo ndio kwa timu ambazo tishio. Hata wenzetu wa kaskazini walikuwa wanaziogopa zaidi timu hizo. Baada ya hapo katikati akaingia pia na Senegal kwenye hilo kundi. Lakini baada ya hapo zile zenyewe zimejichuja. Hizo nazozungumza zimejichuja. Yaani sasa hivi Ghana ikoje? hata Ghana sio. Yani ikoje sasa hivi? Ghana ameenda kwa bila Ghana dunia. qualify. Lakini AFCON hayupo. Nigeria anajitafuta. Sijui umeelewa. Kwa hiyo mwandishi naamini kabisa kwamba amecompare Kameruni ile tunayofahamu sisi. Hiyo ya kina Eto'o, ya kina Mboma, ile yenyewe ambayo mzungu mwenyewe alikuwa anashikilia kiatu. Unakuja kuifanisha na sasa hivi ambayo Kongo wanakwenda wanajipigia wanachukua pointi wanarudi. Lakini kama kuna hizo timu ambazo zime drop, kuna timu zilizopanda ikiwemo hiyo Kongo. Ni sahihi, lakini hatukutegemea kwamba kudrop kwa Cameroon. Kwa sababu tusiangalia tu mchezo huu dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna mechi nyingine nyingi hapo katikati ambazo tulikuwa tukiangalia, unaona kabisa Kameruni sio ile Kameruni ambayo watu tulikuwa tunaihofia, tulikuwa tunaiogopa. Lakini kabla ya mchezo huo kuna watu walikuwa wanaipa matumaini sana Kameruni. Walikuwa hawajaangalia mpira. Yaani walikuwa hawajafuatilia kabla ya huo mpira. mchezo kuna watu walikuwa, lakini nafikiri baada ya mchezo Yaani Judy, hao walikuwa wanaipata nafasi Kameruni. Walikuwa walifuatilia kwanza mpira. Walikuwa kwa wanaenda muda mrefu katika miaka hii ya karibuni. Walikuwa wanaenda na Lakini pia walikuwa wanaenda na jina. Yaani walikuwa wanaenda na jina. Mimi hata mpira hata hapa tukimaliza kipindi nitakuonesha kuna group moja nilikuwa nawaambia watu leo Kameruni anatolewa. Kwa sababu nikiangalia performance ya wale DR Congo, yani katika siku za karibuni na Kameruni, yani Kameruni wamedrop sana. Ndani Kongo wako vizuri. Alafu Kameruni wamedrop. Unajua mimi naamini kitu kimoja, yani kwenye mpira mimi naamini kitu kimoja. Timu akishakuwa star keeper ina shida. Ngoja kwanza. Yani timu akishakuwa star nyota anacheza golikipa. Hebu tulinganishe 2002 na uongozi wa huyu. Acha kwanza ika kando uongozi. Kwanza uongozi wa huyu ambaye anasifiwa. Ngoja kwanza. Yes, ni kiongozi. Huyu ana sehemu yake. Kwa sababu unajua babu anguko la Kameruni alianzia wakati wa Eto'o. Yaani anguko la Kameruni. Eto'o kalikuta tayari Kameruni ipo kwenye anguko. Yaani tuanze kwanza kwenye timu kwa sababu mwisho wa siku wanaocheza uwanjani ni wachezaji. Yaani Kameruni sasa hivi star wao ni nani? Yaani tukianza kutaja. Bwana ukiulizwa sasa hivi star wa Kameruni ni nani? Wa kwanza kila mmoja hapa tukubaliana ni Onana. Ya. Sana Mbeumo yule ambaye anacheza Manchester United. Hao ndo wawili, yani ndo tunaja Kameruni, hao ndo wawili. Alipata kashfa. Ambaye akuitwa. Hawezi kuwa mchezaji wa kusaidia Kameruni. Akuitwa. Hawezi kuwa mchezaji wa kusaidia Kameruni. Aliitwa. Alikuwepo kacheza juzi kaingia. Sasa ndio maana nakwambiaje? Haya. Huyu ukikata watu 10 hapa. Huyu alopata kashfa. Hiyo kashfa inawezekana ndio imempa umaarufu kuliko kiwango chake. Ukija angalia Kameruni dume. Rigobert Song Galatasaray kacheza Liverpool. Eto'o Barcelona. Jeremy Njita Chelsea. Laurent Etamemaya Arsenal.
Marc Vivian Foe, Man City, PSG. Unakuja unataja sijui ya kina Pierre Wome. Gala. Yaani ile list yao ile A class yao ile. Goalkeeper ndo akuwa star. Ambaye goalkeeper mwenyewe nani? Huyu Aliumboka. Anacheza Galatasaray. Yaani huyo sio star. Anacheza Galatasaray Uturuki. Njoo Kameruni sasa hivi. Mboma yule. Mchezaji anacheza sijui Romania, Cyprus, Junshinki China. Haiwezekani. Yaani haiwezekani. Kameruni unaweka wachezaji 11 pale ukuti mchezaji anacheza IPL ni mmoja tu. Mbeumo. Star mwingine Onana na kwa sababu alicheza Manchester. Sasa hivi tena Manchester mwenyewe hayupo alimwacha. Hao walobakia. Kameruni babu imeanguka. Sio Kameruni hiyo tunayojua sisi. Anguko kubwa. Na Nigeria haijaanguka. Hao nao na shida yao nyingine. Wao angalau kidogo wanabishana. Yaani na anasababisha bishana ni Osimhen. Yaani Osimhen tu. Yaani Osimhen tu angalau anaifanya Nigeria leo tu. Tunaizungumzia Nigeria, lakini kama unamkosa mtu kama Osimhen. Hao nao na matatizo yao mengine hao. Haya, kwa hiyo lakini advantage kwa Ghana kwenda World Cup huko kakosa. Unakosaje AFCON Ghana? World Cup unaenda? Yaani unakosaje AFCON Ghana babu? Tanzania inaenda AFCON Ghana hawapo. Kweli? Wewe matamanio yako wapi? Mimi. Ghana mimi nataka kuiona kote. Yaani Ghana unapozungumzia Ghana, maana unazungumzia nusu finali ya AFCON. Alafu katika hali ya kawaida kwa timu za Afrika, tunaamini kabisa timu ambazo zina qualify kwenda kucheza World Cup, maana yake hazishindi kupata nafasi kuja kucheza AFCON. Kwa njia za Ghana inawezekana zikuwa nyepesi. Grupu la Ghana kulikuwa kuna timu gani nyingine? Nchi gani nyingine? Ghana kundi lake kwenda AFCON, kwenda World Cup. Alikuwa na Komoro, alikuwa na Madagascar, alikuwa na Chad. Chad. Zote sana. Yaani chanzo hivi tutafute hapo. Yaani sasa ndio uone kwamba shida. AFCON alipona Huyo Komoro alikuwa naye na Komoro ndo alimpiga Ghana. Yaani tukiingia hata Stars wenyewe tufanye wangate meno. Hilo group tufanye wapange nao lakini si Chad sijui Komoro. Ila Komoro siku hizo wako vizuri. Sawa lakini sio kumlinganisha na Ghana. Sio uzalama. Yaani sio kumstopisha Ghana uongo. Yaani uongo. katika AFCON Komoro alikuwepo. AFCON Komoro alikuwepo. Mwingine? Yaani mwingine kwenye kundi lao kwenye AFCON. Si ndio kuna kina Chadi. Chadi iko. Chadi ni kombe la dunia. Kombe la dunia. Okay. Eneo lakini ni changamoto ni mapinduzi ya mpira wa Afrika. Unajua kuna stages zinakwenda. Kwa maana kwamba sasa hivi Tanzania sisi ni must kushiriki AFCON. Zamani ilipo kwenda tu kushiriki AFCON ilikuwa ni shida yao. Yaani siku hizi si Tanzania kushiriki AFCON sio story. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba taifa moja linapoporomoka linaipa nguvu taifa jingine. Taifa jingine katika. Lakini ukiangalia mataifa yale kaskazini yote yamekwenda. Yale yapo kwenye ubora wao. Kwenye World Cup yote yamekwenda. Yaani Morocco. Na yote yamekwenda kwenye AFCON. Morocco wamefuzwa World Cup. Wamefuzwa AFCON. Timu yao ya wanawake imefuzu kombe la dunia. Timu yao ya under 20 ya wanawake imefuzu kombe la dunia. Timu yao ya under 20 ya wanaume mabingwa wa kombe la dunia. Timu yao ya under 17 imeweka rekodi kombe la dunia, imempiga mtu 16 mechi moja. Asante sana. Twende kwake Ali Bakari ambaye yupo maeneo ya Mwananchi pale ambapo kunazalishwa gazeti la Mwananchi, gazeti la Mwanasport. Ali Bakari, hapa ilivyo ni kwamba kuna anguko kubwa la timu za Afrika kubwa ambazo zilikuwa zinatoa mwelekeo kuelekea katika mashindano makubwa ya Afrika pamoja na kombe la dunia. Moja hapo ya anguko kubwa ni timu ya taifa ya Cameroon. Mashabiki nao tunataka tuwasikie wanaionaje timu ya Cameroon. Inayofuata hapo timu ya Nigeria, inayofuata hapo timu ya Ghana. Mashabiki wanazizungumzia vipi
hizi timu ambazo zimekuwa zina kama hali ya malaria ama homa. Asante sana Filipo Cyprian. Picha kubwa unayoiona nyuma yangu ni bango la Mwananchi Communication. Ndio eneo ambalo gazeti la Mwananchi linatokea hapo, lakini sio tu Mwananchi, gazeti la The Citizen na gazeti la Mwanasport ambalo kazi yake kubwa ni kuandika habari za michezo nalo zinatokea hapo. Tupo karibu kabisa na geti kuu la ofisi ya Charles Abel na Philip Nkini hapo nyuma yangu, lakini pembezoni mwa ukuta wa ofisi hii kuna kibanda cha magazeti. Maana yake ni kwamba magazeti yanatoka hapo alafu yanaenda hapo pembeni, watu wanapata fursa ya kuyasoma. Mimi na ndugu yangu Hans ama Hassan Nasibu tumeweza kuamkia hapa, lengo kuweza kuangalia yale ambayo yameandikwa katika magazeti, alafu kisha kuzungumza na wale ambao wamedamka mapema hii kuweza kuyasoma magazeti hapa pembezoni. Ali, unanisikia Ali? Hii ya Mwananchi Communication. Ali, unanisikia Ali? Kwa magazeti ambayo unanisikia hapa. Ali, unanisikia? Na kupata vizuri kabisa Filipo. Sasa kabla ya hapo huyo venda huyo muulize tu, kabla ya kwenda katika topiki yetu, muulize tu kweli ni kweli magazeti yakitoka pale yanaingia hapo moja kwa moja katika meza yake, au yanazunguka mzunguko mrefu afu yanakuja kupata baadaye dakika za jioni. Sasa hebu naye akakosa bahati, isivyo bahati tuseme Filipo, toka nimefika hapa mwenye ofisi hayupo, naona kama ametoka kidogo, ametuachia magazeti hapa. Ngoja tumtafute tuweze kumuuliza. Ngoja atafika hapa, tumeambia kidogo tu ametoka, lakini atafika sasa hivi aweze kujibu hilo swali. Miongoni mwa magazeti ambayo yapo ni gazeti hilo la Mwanasport, ambalo habari kubwa ambayo imeandikwa hapa ni kwamba mastaa kazi wanayo, Kamara akubali yaishe, Pantev atoa msimamo. Picha kubwa hapa, meneja mkuu wa Simba Sports unaweza ukaiona hapo, na Kamara pembeni, picha ndogo hiyo unaweza ukaiona pembeni. Huko Pedro aja kivingine, aisaka dawa ya Waarabu, awasilisha ombi kwa mabosi. Bila shaka hii inazungumzia ligi ya mabingwa, ambapo Yanga ipo kundi B na timu kama Al Ahly, JS Kabylie, lakini FAR Rabat ndio hao ambao wanatajwa kuwa ni Waarabu ambao wametajwa. Gazeti la Mwananchi upande wa nyuma wanasema rekodi ya usiku yaibeba Simba bana, mechi za usiku zile kwa Simba Sports katika michuano ya kimataifa. Karata ya kwanza Gamondi Stars, bila shaka ni mechi ya kirafiki ya leo hii hapa kati ya Taifa Stars ambayo inacheza ikiwa ugenini kule Misri dhidi ya Kuwait. Lakini gazeti Habari Leo wenyewe upande wa nyuma anasema serikali kujenga shule za michezo, Kamara kukosa makundi Afrika, Stars kibaruani Misri. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Lakini Uhuru wenyewe nyuma huko wamesemaje? Wanasema kete ya kwanza kwa Gamondi akiwa na Stars leo. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yameweza kuchomoza katika magazeti ambayo haswa katika upande ule ambao wanaandika habari za michezo. Sasa hapa panakuaga na kahawa, lakini leo kwa bahati ama isivyo bahati hamna kahawa, lakini ndugu zetu wapo hapa mikono shavuni, sijini kwa sababu ya kukosa kahawa. Ni kweli? Si kweli. Yaani wewe bila kahawa unajisikia unyonge? Sawa. Ni kweli. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kasimu Abdalla Rashidi bwana Hindi. Uliamka leo hii hapa kuja kunywa kahawa ama kusoma magazeti? Hapana, nilikuja kusoma magazeti, nipate kichwa cha habari dunia inaendaje. Umebahatika kusoma magazeti? Nimebahatika kusoma. Timu za Afrika haswa zile za timu za taifa, baadhi yake zile ambazo zamani zilikuwa zinatikisa sana, Ghana, Nigeria, Cameroon, zimeonekana kupepesuka hivi karibuni ama kuwa naanguka. Unafikiri hili jambo linasababishwa na nini? Bila shaka unakumbuka Cameroon ya zamani ilikuwa ikiingia uwanjani, wewe mwenyewe unasema yes, kuna timu sasa imeingia uwanjani, lakini sasa hivi ni timu ambayo wakati mwingine hata Taifa Stars inaonekana ipo bora zaidi, ikifanya vizuri kuliko hata hiyo Cameroon katika michuano ya Afrika na hata katika mashindano ya kombe la dunia. Kwa sababu ya mtikisiko kuna vitu viwili. Kwanza inaweza kuwa ni uchumi, alafu pili na kuwatoa wachezaji kwenda kucheza sehemu nyingine. Baada ya wale wachezaji bado hakuna no cover katika system ile ya timu. Hilo pia ndio linaangusha sana hizi timu za Afrika. Kwa sababu unapotoa mchezaji hakuna mbadala kama yule. Sasa pia na uchumi, inategemea na uchumi. Mchezaji
yeye ni kama biashara, anaangalia hali ya hewa ilivyo. Kama uchumi hauko sawa, wengine wamemhitaji wenye uchumi, wanakwenda kumtumia. Kwa hiyo unakuta anguko linakuwa chini sana la timu za Afrika. Alafu pia hakuna mbadala kama academy. Wale waliokuwa wanafanya vizuri wametokea kwenye academy. Sasa utakuta kama uchumi umetikisika, academy zinakosekana. Kwa hiyo inafikia mpaka timu zinafika hali kuwa zofu hali. Wakati ule hizi timu tunazozitaja zikiwa zinatamba tamba, walikuwa unashabikia timu gani? Hizi timu. Wakati ulikuwa unashabikia timu gani hizi timu za taifa? Kwa hapa au kwa nje? Kwa Afrika hapa. Afrika. Mimi bwana nilikuwa na Brazil. Brazil sasa ipo bara Amerika. Mimi nilikuwa na Kameruni. Kameruni? Yes. Kwa hivyo umesikitika sana na mwenendo wa Kameruni? Sana, nimesikitika sana. Na kwa nini ulikuwa unashabikia Kameruni? Ni kwa sababu timu yako ya taifa ya Tanzania ilikuwa kidogo ilikuwa haiko katika mwelekeo mzuri wa kuendelea michezo katika kwenda timu hizo kubwa. Kwa hivyo sasa hivi Taifa Stars Taifa Stars iko vizuri. Ila kitu kikubwa tu ni tunataka tufanye subira, kwa sababu pia makocha kubadilishwa sana unapoteza mfumo. Kwa hiyo tutafute kocha ambaye anaendana na hali ya kwetu. Kwa hiyo tusiete makocha wana viwango vya juu afu hali ya kwetu ya michezo imekuwa iko chini. Kwa hiyo mtu akienda na ile mwelekeo wa wachezaji alafu anaitwa kocha mwingine, unakuta tunaonekana kila siku tunaanza moja. Kwa hiyo tutaenda kila siku tunaanza moja, hatuwezi kwenda mbele zaidi. Lakini tukienda na mfumo ambaye kocha analetwa amelingana na hali ya kwetu ilivyo na wachezaji walivyo, basi tutafika mbali sana. Lakini pia mwelekeo wote uliotoka mpaka sasa tulikoelekea Taifa Stars iko vizuri. Lakini pia tunashukuru kwanza vijana wazawa wanaingizwa katika timu ya taifa, mikoani wanachukuliwa, hawaangalii nani, lakini kuangalia kwamba nikamte mchezaji kwa sababu huyu mzee wake alicheza hivi ana kiwango hichi anaingizwa tu, lakini mikoani wako vijana wanacheza vizuri na wanajituma. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hilo wameliona, na ndio mwelekeo unaenda Taifa Stars inakuwa na mwelekeo. Asante sana. Asante sana. Sheikh Bungoni, sogea kwako kwanza hapa. Mambo vipi? Safi, za kwako? Vizuri bwana. Nashukuru. Unaitwa nani? Naitwa Nasibu Kiendo. Timu za Afrika za mataifa ambazo zilikuwa ndo wanazishirikia Kameruni, Nigeria, Ghana na zinginezo. Sasa hivi mwelekeo wake kidogo zimekuwa zikipepesuka. Tumeshuhudia Kameruni ina struggle kuingia katika hatua kuingia katika kombe la dunia. Wewe hili jambo unahisi sababishwa na nini? Mimi japokuwa sio mtaalamu sana kuelezea mpira, lakini mimi naona maandalizi, sababu maandalizi ya mpira mambo yakiwa mazuri tutarejea tena kwake Ali Bakari. Tunaweza kushuhudia mambo yako vizuri video. Mujibu wa mzee yule aliyekuwa anahojiwa hapo, unaona kabisa kama wapenzi wa Kameruni wengi sana watakuwa inabidi watafute timu nyingine. Hapo si ni Super Eagles za kushangilia tu. Ni Super Eagles tu hapo. Hapo ni Senegal. Hapo. Sema na yani Kameruni wako na mashabiki wengi. Kongo, DR nakuja vizuri kweli. Yani kabisa. Haitoki tatu bora Afrika. Babu nasema haitoki tatu bora. Kongo. Babu tatu bora hapo Kongo nao wale wachezaji walikuwa tamka wale sio wale. Babu ngoja tatu bora babu. Kwani kuna shida gani? Tatu bora mpaka Waarabu wao. Haya ngoja. Sawa mtazamo wako. Haya kati ya Misri, Senegal, Morocco, Tunisia. Algeria hao watano. Hao watano hapo. Timu gani hapo tatu inabidi zitoke ili aingie Kongo? Tunisia hajataja. Haya moja, Tunisia moja. Zinabaki 4, zitoke 2 tena zingine. Unataka nitoe nyingine moja hapo? 2. Mwenye afadhali hapo wa kutoka ni Tunisia na Algeria. Bado zimebaki 3. Kuna Misri, Senegal na Morocco. Haya 4 bora tuseme haya. Umeongeza sana bora. Baba taulo. Haya basi, tarejea tena. Turudi kwake Ali Bakari afu tutaendelea na mjadala wetu hapo. Ali, endelea. Kumradhi kidogo kwa changamoto ya mawasiliano ama mitambo.
Lakini bado tupo hapa katika eneo la Mwananchi hapa, na watu wakiendelea kuzungumzia ama kutoa maoni yao kwa namna soka la Afrika linavyoendelea. Mmoja hapa amezungumza kwamba sasa hivi hapa Taifa Stars inampa raha. Zamani walikuwa wanashabikia timu zingine ama timu za mataifa mengine, lakini sasa Taifa Stars inampa raha, na hata wakati Taifa Stars inaelekea kucheza wiki mbili kabla, tayari unakuwa ushafahamu kwamba kuna mechi ya timu ya taifa ya Tanzania inaenda kucheza. Philipo Cyprian, ulinigia kazi kidogo ya kumuuliza mwenye magazeti hapa, je, magazeti haya pamoja na kwamba yeye yupo pembezoni, kuna mzunguko wowote ambao wanaupata? Ngoja nisogee nikae vizuri kabisa ili nimpate huyu ndugu yangu. Bana, habari yako kwanza? Safi, habari asubuhi. Safi, unaitwa nani? Naitwa Hashim. Bana, kuna swali hapa. Magazeti ya Mwananchi, Mwanaspoti, The Citizen yanatokea pale kwenye geti lile pale. Ili wewe kuweza kuyapata haya magazeti, unapatia wapi? Hapa au kuna mahali pengine unapatia? Kwa ufupi, magazeti nachukua yote Kariakoo Kongo pale ndo soko la magazeti, kwa hiyo tunachukua yote kwa pamoja, yani magazeti yana zote tunapatia pale. Kwa hivyo maana yake gazeti kumbe yanazalishwa humu, lakini kwa sokoni. Kuna soko lao kubwa ni Kariakoo pale, ndo kwenye kiungo cha biashara. Sawa. Wewe ni mtu wa michezo pia? Michezo ipo. Unaitwa nani umesema? Naitwa Hashim. Leo hii Taifa Stars inacheza dhidi ya Kuwait, mechi ya kirafiki hii, kalenda ya FIFA. Mchezo huu kwanza unautazamaje? Mimi naona sisi kwa Tanzania yetu hapa hatuziandai timu zetu za taifa vizuri kwenye michezo. Yaani hatuna ule uzalendo wa kuzitengeneza timu zetu za taifa. Kwa hiyo ndio maana hata kama tunaenda kucheza huko, tunakuwa sio washindani. Tunaenda tu kushiriki basi tunarudi. Unafikiri shida ni nini? Shida ni maandalizi. Kwanza chama cha michezo chenyewe hakina maandalizi. Nyinyi mashabiki mnao uzalendo? Uzalendo tunao sana. Huwa mnajitokeza uwanjani katika mechi? Kama timu inafanya vizuri tunajitokeza. Kwa hiyo ukiona watu hawajitokezi, ina maana kwamba ni kama vile ni ujumbe. Uone kuna hoja ya kwamba kila mmoja anatakiwa atekeleze wajibu wake. Sasa wewe kama shabiki ujione kwamba una wajibu na wenyewe kuunga mkono timu. Mimi nitekeleze wajibu wangu kwa timu mbovu. Sawa, ngoja tutarudi kwako. Ngoja tuzungumze na mashabiki wengine hapa, tumalizie kidogo. Philipo Cyprian, ndugu yetu huyo alitusubiri muda mrefu bwana. Kwema lakini? Kwema. Muda mrefu kwenye simu ndugu yangu. Malizie mawasiliano ya mwisho. Naangalia mambo ya mwisho mitandao. Sawa, timu ya taifa ya Tanzania leo hii inacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Kuwait. Hii mechi kwanza unaitazamaje ndugu yangu? Mechi naona kwa uonekano wangu mimi naona kama tunaendelea kujipambanua ili na sisi tuwe katika mfumo wa timu bora za taifa ya Tanzania. Na huo mwelekeo unauona? Mwelekeo nauona. Nafikiri mwelekeo nimeweza kuona baada ya kuona Mwalimu Gamondi kupewa hii timu. Kwa sababu imani na Gamondi? Gamondi nina imani naye kwa sababu nimemuona katika timu mbili tatu alizoshika afanya vizuri. Nafikiri na Taifa Stars itafanya vizuri na Gamondi. Una uhakika kabisa Gamondi anaenda kuibadilisha timu? Na uhakika kwa sababu Gamondi anaujua mpira. Anajua mpira? Anajua mpira. Anajua boli? Anajua boli. Kwa hivyo leo naisubiri mechi kwa hamu kabisa. Kwa sana naisubiri. Ndio maana naona kwenye simu naulizia kwenye mitandao leo nini kikosi kitakuwa nani ili nijipe uhakika. Bwana wewe. Uhakika. Unasema unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Habibu Asmani au. Unaisubiri kwa hamu saa moja. Hamu sana yani. Haya basi sawa. Usimshalipia kisimbuzi cha Azam TV? Hiyo haina shida hiyo. Hiyo sio mjadala kwa. Sio mjadala kwangu nyumbani. Basi vizuri kabisa. Philipo Cyprian, umesikia mwamba hapa akizungumzia namna anavyoisubiri mechi hiyo ya kirafiki kati ya Kuwait dhidi ya Taifa Stars ambayo itachezwa kule Misri katika jiji la Cairo. Wacha nirejeshe matangazo kwako Philipo Cyprian. Kabla hujaondoka Ali, ni kwamba umeamini kwamba gazeti linatoka linaenda sokoni kwanza. Alafu huyo venda anatoka alipo hapo anakwenda kununua sokoni. Alafu soko lenyewe ni Kariakoo ujue. Umenipata eh? Kwa hiyo yeye hawezi kuchukua gazeti pale anaenda kuchukua getini. Anaenda kuchukua gazeti Kariakoo kama ambavyo unavyoenda kuchukua mchele Kariakoo ama nyanya Kariakoo. Ndio utaratibu wa maisha ulivyo hivyo. Sawa? Kwa hiyo nimekupata vizuri kabisa Philipo Cyprian. Ni mfumo ulivyo. Kwa hiyo haya nitaka ujue hivyo kwamba uwezekani yani hapo umechukua tu na kuondoka. Haya bwana, shukrani kwa wakati wako huu, na sisi tunaendelea na kurasa za mwisho hapa kuhitimisha na nikujuze tu hapo baadaye basi
Kuna mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka vijana, umri ule sijaushika ule waya. Mashindano yanaitwa Yanga 12 kuna under 10, 12 mpaka 13 mpaka 15 ndo mwisho. Yaani chini ya miaka 15 ndo mwisho. Aha. Yanga Soka School. So mashindano shule ni academy, shule kabisa. Shule ya soka. Shule ya soka. Na bahati nzuri naona kwenye gazeti limesema Mheshimiwa Rais, gazeti la michezo, Dr. Samia, tutajenga skuli za michezo. Yanga inaendana nayo hiyo. Sasa Yanga iendani, Yanga sishajenga. Yanga ishajenga shule ya michezo. Sio bali inaanzisha leo program. Ile ilishazindua siku nyingi. Simetangazwa juzi, leo ndo inazinduliwa. Leo ndo inazinduliwa. Sasa kitu kitazinduliwaje na bado miundombinu hapo? Inawezekana kuzindua michezo lakini taasisi ilikuwepo. Yanga Soka School. Si ndo wameintroduce juzi. Yaani ndo kwanza watu wanaanza kuchukua fomu sasa za kujiunga na hiyo shule. Yaani kama ukishazindua tayari ndo fomu nafikiri sasa kutoka sasa kwa ajili ya wanafunzi kwenda kuchukua. Shule itakuwa wapi? Au ndo tutajua baadaye? Yanga wanatuambia itakuwa wapi. Nafikiri leo nafikiri uzinduzi Muhimbili, lakini shule hatujajua itakuwa wapi. Ingawa mimi binafsi. Ngoja kwanza. Ngoja basi. Ngoja kwanza. Hii shughuli itaonekana Azam kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 3 na shughuli gani mpaka saa hii shughuli ya Yanga shule Soka. Ya shule School. School. Mimi nilikuwa na ushauri mmoja. Maana usije kanitoa nyongo Mimi nilikuwa na ushauri mmoja. Ushauri kwa Yanga au kwa Yanga. Namna malipo ya ile ada ile wangeyafanya kwa angalau ni shingapi? Ni 400,000 kwa mwezi. Lakini sio sana laki 6 lakini sasa hivi ile 600,000 wameweka na 200,000 za gharama za zile za fomu, vifaa na kadhalika, lakini ada 400,000. Nadhani wangeifanya kama ambavyo malipo ya shule za kawaida yalivyo. Na ni bodi. Ndo bado yaani kuna maswali hatujajibu. Au tuweke kando kwenye uzinduzi tunaweza tukapata majibu yakatokea hapa. Lakini maana yangu mimi ni moja. Ile kulipa kila mwezi, vipi kama mzazi kuna mwezi amekwama? Sio, unanielewa? Manake mtoto atarudi nyumbani. Anaporudi nyumbani watu wanaendelea na program zao. Kwa kuna masuala ya Kwa hiyo ndio maana mimi nasema angalau ile wangeipiga kwa jumla kwamba kama ni 400,000 miezi mingapi kwa mwezi? Yaani kwa mwaka. Afu akagawanya angalau kwa term 3 au kwa term 2 kama ambavyo iko shule. Ili mzazi anajua kabisa kwamba anatakiwa ndani ya kipindi cha labda cha miezi 6 nilipe hii. Lakini ile ya kila mwezi kwa sababu mwisho wa siku tunafahamiana maisha yetu wa Tanzania. Kwa masuala ya kujiuliza. Ukifeli mwezi mmoja kuna kitu kinakuwa amekikosa. Tayari shachelewa. Na ukirudi inawezekana timu inarudi nyuma tena kufundisha wewe mtu mmoja. Kuna maswali mengi ya kujiuliza, si ndio? Umesema hivyo. Na mimi naongezea katika maswali mengi kwamba tumejiuliza shule itakuwa wapi? Shule itakuwa boarding? Shule itaenda na mitaala ya serikali? Si ndio? Sio tunavyotoka kwa maana mitaala ya serikali ni kwa maana kwamba mipangilio ya mitihani ya kiserikali, ya kitaifa na pia mipangilio ya wao katika kujiweka katika mifumo ya shule za kawaida kwa watoto. Lakini pia swali lingine ambalo mimi naongezea. Ngoja niongeze hapo. Kwa namna ulivyoongea na kwa namna nilivyoelewa mimi wakati wanazindua pale au wakati wana introduce hiyo issue. Hii school ilivyoelewa mimi si ya michezo peke yake, yani ni ya mpira wa miguu peke yake. Hawatahusisha na masomo ya kawaida. Maana yake hakuna boarding, maana yake ni jioni. Mwanafunzi au mtoto muda wake wa ziada anakwenda mazoezini kujifunza mpira. Ndio nilivyoelewa mimi. Kwa sababu ukisema school ukawanisha na mitaala, maana yake ni kwamba Yanga tayari wana miundombinu yao, wameshajenga majengo, shule iko sehemu fulani
ina uwanja pale, ina utawala wake, watu mnaenda kujiandikisha shuleni, mwanafunzi kwenda kusoma. Asa kama ndio hivyo inapoteza maana ya kuitwa shule. Ndicho ambacho mimi nasema maswali ni mengi sana ambayo yanatakiwa yajibiwe. Kwa sababu unaposema shule vitu viko kama ambavyo wewe Filipo umezungumzia hapo, umeoanisha na mitaala ya serikali na nini na nini. Maana yake hiyo sasa ni shule inayojitegemea, let's say jitegemea secondary school au tuseme sijui Azam secondary school au Alliance. Mfano mzuri Alliance. Ile ni shule tayari ina miundombinu, ina utawala wake, ina kila kitu. Kwa hiyo mwanafunzi anakwenda pale kujiandikisha shule aidha ya sekondari au ya primary. Lakini ndani yake mle sasa ndio kuna hiyo michepuo ya michezo. Mwanafunzi anapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni tofauti na hii. Sasa kama ni hivyo Yanga, kuna majengo ambayo muonyesho hii ya Yanga. Yani sidhani kama kile ambacho sidhani kidogo kama nakizunguka ile Faustin ni kina yani kile ambacho yani kile ambacho kitakwenda kufanyika ni Yanga. Yani kwamba timu tu iwe tunahusika na satu ya mpira tu peke yake. Sidhani kama itakuwa ni school hiyo. Na hisi hapo ni lazima kwa kama mfano kama ilikuwa na Alliance tufanye mfano sawa kwamba of course unasoma baadaye jioni ama mchana kuna muda nini kwa muda wa michezo unahusika, lakini of course michezo itakuwa mara nyingi sana kwa maana kwamba wajumuishi moja na masomo lakini useme moja kwa moja tu kwamba eti yani kwamba ni mpira tu muda wote tu sidhani sema mtoto kama atasoma hapo. Mimi swali langu ni moja la mwisho la sekunde, watoto ambao watazalishwa kupitia hiyo program ikitokea anapata timu nje anauzwa, nani anafaidika? Klabu ya Yanga au mzazi wake? Mkataba wote. Mimi tayari mzazi nalipa. Tutajua. Si kuna uzinduzi leo? Mimi nafikiri majibu haya. Kuna uzinduzi leo saa 3 Azam Sports 1 na saa 3 asubuhi ndio itakuwa inazindua leo. Umesema kategori zake ni under 15. Under 15 kuanzia miaka 10 sawa 12 mpaka 13 na 13 mpaka 15. Okay, kwa hiyo under 15 kama unasema nani? Under 15 kurudi huku chini mpaka miaka 10. Kwa hiyo mtoto wako anaweza akashiriki. Charles Abel una mtoto labda. Na mimi mwanangu bwana kiukweli mwanangu mimi hapendi mpira. Mwanangu mimi hapendi mpira kiukweli. Mimi mwanangu anapenda kuimba. Msanii ni wa kike. Asante jamani. Tuzo za TFF zipo? Zipo Lini? Watatangaza. Walishasema itakuwa Disemba. Nadhani shirikisho linatoa taarifa. Upo kwenye kamati. Shirikisho lishatoa taarifa baba. Kwamba tuzo zitafanyika Disemba. Lini bado hawajaanza. Anasema upo kwenye kamati. Nipo kwenye kamati sawa. Michakato ishaanza. Ni ndani. Of course michakato mpaka sasa hivi ipo zaidi ya 90%. 90%. Yaani kwa maana mambo mengine yote sio ya uteuzi sio na nini yanaenda vizuri. Una kategori mpya? Babu, mbona kile ndio kamati tajibia. Mwenyekiti wa kamati atajibia. Ndio kama na kitu vile babu. Asante sana jamani. Tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo. Na leo hii basi ni FIFA date na utaweza kushuhudia mchezo kati ya Kuwait na Tanzania ifikapo saa 1 kamili kwa saa za hapa nyumbani, pamoja na wakati huo mechi ya TP Mazembe dhidi ya JKT Queens. Ni mechi kubwa ambazo zipo leo hii, na usikose katika ligi za Ulaya pia utaletewa michezo yake. Kwa sasa tuna mengi, nikutakie Jumamosi njema.